Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nakuja na jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kutatua matatizo. Lijue jina la Allah kwa ajili ya kutatua matatizo. Yaani kana maana dhiki. Mimi nipo kwenye dhiki, sio maradhi. Nipo kwenye dhiki. Na jina hili nitakuja kulifundisha kwa ajili ya kuondoa uchawi katika mwili. Lakini hili jina natumia njia kwa ajili ya riziki. Mwenyezi Mungu kufungulie riziki. Riziki isije kuwa ngumu, unakula kwa jasho. Andakia Allah kutengenezea riziki iwe nyepesi. Na mfukoni usikose shilingi 100,000, 300,000, 400,000 usikose. Sasa jiunge na mimi na uweze kushare kwa ndugu na jamaa na marafiki, kwa sababu Mtume anasema mandala khairi kafailihi, atakemjuza mwenzie khairi anahesabika kana kwamba yeye ndiye kafanyaje, kaifanya khairi hiyo. Ewe ndugu yangu, tatua matatizo yako ukiwa nyumbani. Ukienda kwa watu usaidie majambo yako, watakuomba pesa. Sasa kama wewe kweli unahitaji kutatua matatizo yako ya dhiki, shida, maisha magumu, kazi hazipatikani, michongo inakuwa migumu, basi ungana na mimi na vizuri uweze kusubscribe ili vipindi vinavyoandaliwa hapa kwa channel yetu unakuwa ni mwepesi kuweza kuwa kwanza kuweza kupata. Nasema jalbu riziki wal mal. Leo nataka nilifundishe jina la Mwenyezi Mungu linahusiana na masuala ya jalbu riziki wal mal. Jina ambalo linaweza kukotolea ukapata mali na riziki ya kula. Kwa sababu unajua mfuko kikaa vizuri hata sura huwa inakuwa vizuri, inanawili. Inshallah unapaswa kusoma alam nashraha. Utasoma alam nashraha kwa idadi ya 129, ambayo hii idadi ndiyo jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idadi ya hii namba inayopatikana hapa ndiyo jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ni 129. Yaani maana yake ni jina linaitwa Latifu. Latifu idadi yake ni 129. Hiyo lamu, te na ye na fe idadi yake ni 129. Sasa utasoma alam nashraha kwa idadi ya jina hilo, yani 129. Kisha utasoma jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hizi ni njia shortcut, ni fupi tu, sio njia ndefu, usifanye hivi ufanye hivi ufanye hivi, hapana. Mimi wanapenda kutoa njia fupi tu ambazo hazisumbui kichwa. Utasoma alam nashraha 129, kisha utakuja kusoma ya Latifu mara 2580 2580 ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Utasoma jina hili, utasoma njia hiyo kama nilivyoelezea kwa idadi ya siku 7. Na kama Allah atakujalia siku ya mwisho kabisa utapaswa kutoa sadaka. Au kama utapata mwalimu mzuri, mtaalamu anajua kuandika, atakuandikia alam nashraha mara 7. Kama ana ubavu akuandikia alam nashraha mara idadi ya 129. Kisha itakuwa ni kombe. Utaweka saifrola humo. Utachukua marashi yanaitwa binti sauda, utaweka humo.
kwenye chombo chako ambacho maji yake ni maji ya kombe ya Alam Nashraha. Utachukua saifura umeweka humo, utachukua marashi ya sauda utakuwa umeweka humo, utachukua miski utakuwa umeweka humo. Kisha utasoma Alam Nashraha kwa idadi ile ile tena siku ya mwisho. Lakini hiyo utaweka mle, utasomea mle ukiwa umeinamia kuna kile chombo. Tayari hiyo itakuwa ni dawa yako special. Utakuwa unaoga asubuhi na jioni. Lakini ndani ya kile kisomo cha siku 7 usisahau kumswalia bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambayo kila siku utakuwa unasoma Allahumma salli ala sayidina Muhammadi rafi'u darajatul wadudu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadi rafi'u darajatil wadudu. Utakuwa unasoma hivyo kila siku. Kila siku utakuwa unasoma. Kazi yako wewe ni kusoma kila siku. Kila siku unasoma. Unamswalia bwana mtume kusema Allahumma salli ala sayidina Muhammadi rafi'u darajatil wadudu. Utasoma jina hii swala hiyo kwa idadi ya 129, idadi ya latifu tuko pale pale. Na siku ya mwisho kadhalika hivyo hivyo. Maji yako utakuwa umeandaa kama nilivyoelekeza. Kama hujaelewa utakuja kwenye comment, utauliza na utaomba namba, utaweza kupata msaada wa maelekezo. Naomba ushare na kusubscribe kwa ndugu na jamaa ili waweze kujifanyia wao wenyewe nyumbani. Kuna mtu ana shida lakini chochote cha kumpa mwalimu kumfanyia ile kazi hawana. Sasa raha yake nini? Fanya mwenyewe ukiwa nyumbani. Na kama ndugu yangu, usichoke kutuangalia katika chaneli yetu, na kwa maswali tunakaribisha ili tuweze kuelekezana pale panapokuwa panaleta usumbufu. Njia zangu ni fupi tu, sio njia ndefu za kusumbua kichwa mpaka nafikia hatua mtu uelewe ulianzia hapo kashia wapi. Ukiangalia hapo ni vitu vitatu tu. Ni Alam Nashraha, ya latifu, swala ya mtume. Umemaliza. Hamna ugumu. Niseme tu billahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.